Mtazamaji wa Nyikani TV, asante kwa kuendelea kuwa nami katika mazingira ya aina yote. Ni ombe kukufahamisha kwamba kwa sasa tupo katika jimbo la Mbeya mjini, jimbo ambalo linaongozwa na Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine lake jina Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Jimbo hilo la Mbeya mjini kwa sasa limepata wachumba wengi. Maana yake namaanisha kwamba limepata watu wengi wa kulichumbia ama kulihitaji ili kuongoza jimbo hilo la Mbeya mjini. Awali nimekutajia majina ya watu watano ambao wanalihitaji jimbo hilo ama wanaonesha nia ya kutaka kuongoza katika jimbo la Mbeya mjini. Mtu wa kwanza nilikutajia kwamba ni Charles Mwakipesile, ambaye hivi karibuni ameonyesha nia yake kupitia vyombo vya habari akiutalifu umma kwamba wakati ukifika atachukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ili kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Mbeya mjini. Lakini wa pili ni Humphrey Nsomba, ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya ya Mbeya mjini, ambaye naye pia ameonekana kupitia mitandao ya kijamii na akiuambia umma kwamba pia wakati ukifika atajitokeza kuchukua fomu ya Chama cha Mapinduzi ili kuomba ridhaa ya wajumbe ama wanachama wa Chama cha Mapinduzi, viongozi kutoka ngazi zote ambazo zinahusika katika kupiga kura, kutoa ama kupendekeza majina ya wahusika. Lakini mchakato huo ni kwamba wagombea hawa watachukua fomu na kuzirejesha katika ofisi zao, yani ofisi za wilaya wanapotoka, lakini na baadaye majina yao yatapendekezwa na hatimaye yakienda ngazi ya taifa majina yatarudi matatu, ambayo ndiyo yatapigiwa kura na wajumbe wa mkutano mkuu wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi kwenye kata. Hivyo hawa ni wawili, ya Charles Mwakipesile na Humphrey Nsomba. Lakini watatu nilikutajia kwamba ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa wa Mbeya, na lake jina si mwingine ni Patrick Mwalunenge. Patrick Mwalunenge pia ametajwa kwamba ataingia katika kinyang'anyiro hicho cha kuchukua fomu za Chama cha Mapinduzi ili aone kwamba naye anaweza kuwakilisha wananchi wa jimbo la Mbeya mjini ambalo kwa sasa linashikiliwa ama liko chini ya Dr. Tulia Ackson Mwansasu. Na mtu wa nne nimekutajia kwamba ni Captain Samboe Shitambala Mwaliego, ambaye pia anachukua kwamba ameonyesha nia ya kuhitaji kuongoza jimbo hilo la Mbeya mjini. Na tano nilikutajia kwamba ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, magonjwa ya binadamu. Huyu si mwingine na lake jina ni Dr. Mabula, ambaye pia inaonyesha kwamba anaonyesha nia ya kuomba nafasi hiyo ya ubunge ya katika jimbo la Mbeya mjini. Lakini kwa sasa watu wengine pia wameongezeka, ni kama watatu hivi, akiwemo naibu meya wa jiji la Mbeya ambaye ni mstaafu. Na kabla sijakuletea jina lake, nikutajie watu wengine pia ambao wanaonyesha nia ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge, na si wengine, yupo Ayubu Mwanjala pamoja na Joeli Mwakilembe. Hawa watu wanatajwa kwamba watachukua fomu pia ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge katika jimbo la Mbeya mjini. Mambo ni moto kweli kweli. Mambo ni moto bila moshi katika jimbo la Mbeya mjini, ambapo mambo yanaendelea hivyo. Lakini naibu meya ambaye anatajwa kwamba pia amejifunga kibwebwe si mwingine, naibu meya mstaafu huyu, naye anaitwa Mashaka Mbugi. Mashaka Mbugi anatarajiwa pia kuwemo katika kinyang'anyiro hicho. Na ikumbukwe Mashaka Mbugi ni moja kati ya wanasiasa wa jiji la Mbeya wakongwe, ingawa ana umri wa kati, si kijana na wala si mzee, tunaweza kumuita gentleman. Na huyu pia ni mwadhiri wa chuo
chuo cha TIA au cha uhasibu, lakini alikuwemo pia kwenye timu ya ubunge uliopita mwaka 2020. Nadhani nisimalizie uhondo huo, lakini nitakuletea moja baada mwingine nini ama namna gani anasemwa na wananchi wa jimbo la Mbeya mjini. Na ikumbukwe, jimbo la Mbeya mjini baada ya kugawanywa kutokea jimbo pia kama kuzaliwa jimbo la Uyole lina kata zifuatazo. Jimbo la Mbeya mjini lina kata ambazo ni Iziwa, Itende, Kalobe, Ilomba, Iwambi, Iyunga, Nsoho, Ghana, Sisimba, Maendeleo, Nonde, Majengo, Itiji, Mbalizi Rodi, Mabatini, Kalobe, Nzovwe, Foresti, Itagano, Iganzo, Isanga, Sinde, Manga, Luanda, Iyela na Foresti. Hizi ni kata za jimbo la Mbeya mjini kwa sasa ambazo zimebakia baada ya kutolewa ama kugawika kwa jimbo hilo na kuzaliwa jimbo jipya la Uyole. Pamoja na majina hayo kuangaza katika jimbo hili la Mbeya mjini, wakionyesha nafasi ama kuwiwa kuwa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Mbeya mjini linaloongozwa na Daktari Tulia Ackson Mwansasu, ambaye ametangaza rasmi kwamba yeye hatogombea ubunge kupitia jimbo la Mbeya mjini, bali atakwenda katika jimbo jipya la Uyole. Tutazame kata ambazo zimebakia katika jimbo hili la Mbeya mjini, lakini kisha tutatazama jimbo la Uyole lina kata zipi. Tukianza jimbo la Mbeya mjini, kata ambazo zipo katika jimbo hili la Mbeya mjini ni Iziwa, Itende, Iwambi, Iyunga, Kalobe, Nzovwe, Foresti, Mabatini, Mbalizi Rodi, Itiji, Nonde, Majengo, Maendeleo, Sisimba, Ghana, Nsoho, Isanga, Sinde, Maanga, Rwanda, Iyela pamoja na Itagano. Hizo ni kata ambazo ziko katika jimbo hili la Mbeya mjini, bila kusahau Iganzo. Hivyo ni kata ambazo kwa sasa ziko hivyo, na yawezekana naibu meya mstaafu Mashaka Mbugi anaona kabisa hii pia inaweza kawa turufu kwake, kwa sababu ameongoza kata zote hizi, na wajumbe kama mnavyojua, wajumbe ni kama ni wale kwa namna moja ama nyingine. Lakini tutazame kata ambazo zipo katika jimbo jipya la Uyole, ambazo ni hizi zifuatazo. Jimbo jipya la Uyole lina kata ya Mwansekwa, Ilemi, Isyesye, Ilomba, Mwakibete, Tembela, Mwasanga, Uyole, Itezi, Nsalaga, Igawilo, Iganzo pamoja na kata ya Iduda. Hizi ni kata ambazo zimepelekwa katika jimbo jipya la Uyole. Nako je, kutatokea ushindani? Tayari nako kuna mmoja wapo wa wananchi wa Mbeya amejitokeza na kueleza kwamba wakati ukifika ataenda kujaribu viatu vyake katika jimbo la Uyole. Mtazamaji, tafadhali endelea kuwa nami kama nilivyokujuza tangu awali kwamba hawa wanaotajwa, kwa yeyote atakayehitaji kufanya mahojiano nasi tutakuletea mahojiano ya moja kwa moja. Lakini kwa leo wote ambao tunawasikia, tunaenda sisi huko mtaani kusikiliza wananchi wanasemaje kwa kila mmoja wao. Lakini kila mmoja wao na baadhi ya wengine wanajulikana huko nyuma kwamba walikuwa ni nani ndani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia katika jamii. Nini kitakachofuata wakati ukifika? Na ikumbukwe, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litavunjwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari
Samia Suluhu Hassan mwaka huu 2025 si tarehe nyingine bali ni tarehe 27 mwezi huu wa 6, wengine kwa kimombo wanaita mwezi Juni. Langu jina ni Godon Kalulunga Mwaipungu. Karibu.